Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu braza, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji na kipindi chako bora kabisa. Ndugu zangu, msalaba ni ishara ya ukombozi wetu. Msalaba ni alama ya ukombozi wetu. Ukombozi huu ulipatikana juu ya msalaba kwa gharama ya damu, kwa gharama kubwa ya kumwaga damu. Ishara ya msalaba ni alama ya ukombozi uliopatikana Kalvarini juu ya msalaba. Msalaba huu tena ulikuwa ni msalaba mzito ambao Bwana wetu Yesu Kristo aliubeba msalaba huu mpaka mwisho, wala hakuwa mlalamikaji. Hakuna upendo mkubwa unaomzidi Yesu kwa kutoa maisha yake kwa ajili yetu sisi wanadamu, ili sisi tupate uzima, tupatanishwe na upendo wa Mungu Baba. Na hivyo ishara hii ni alama kwetu kwamba maisha ya msalaba sio maisha marahisi. Kwa upendo mkubwa ambao Bwana wetu Yesu Kristo alituonyesha kwa kuyatoa maisha yake, yeye aliyatoa maisha yake ili atushirikishe wema, uzuri na ukweli wa Mungu Baba. Kwa kuwa katika bustani ya Edeni tulitenda kosa ambalo lilikuja kututenganisha na Mwenyezi Mungu, na hivyo kusababisha sisi tusiwe na ufanano na Mwenyezi Mungu. Hivyo kwa Bwana wetu Yesu Kristo amekuja kuturejesha tena kwa Mungu Baba, ili sisi tuliopotea tupate kurudi tena. Ndugu zangu, kwa wema wa Mwenyezi Mungu na kwa upendo wake mkubwa ametuachia fundisho kubwa katika maisha yetu. Ametuachia mambo mengi sana katika maisha yetu, ambayo mambo hayo tunapaswa tuyajue. Mungu anapenda nini, Mungu hapendi nini. Na ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo anatupenda sana. Yesu Kristo anatupenda sana. Ukitafakari huruma ya Bwana wetu Yesu Kristo ambayo ametuonyesha pale msalabani, ni jambo kubwa sana ambalo yani tunatakiwa tujifunze kwamba sisi unapoitwa Mkristo unatakiwa uwe mtu wa namna gani na uwe mtu wa maisha yapi, kwa sababu maisha haya tumebeba mambo mengi sana, lakini hatuyajui kwamba ni namna gani tunataka yani kuishi, yani namna gani ya kuishi imani yangu vizuri. Ndugu zangu, nina alama hapa. Alama ya kwanza ni alama ya msalaba. Msalaba huu wa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni alama ya ukombozi wetu. Alama hii ni alama ya upendo, alama ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa msalaba wake amekufa, ametolewa sadaka Kalvarini juu ya msalaba. Bwana wetu Yesu Kristo kwa upendo wake amejitoa. Mateso yalikuwa makali mno, mateso yalikuwa makali anayemuumiza sana. Alama hii inatufundisha kwamba katika maisha yetu tunapaswa tuibebe misalaba yetu, na tuvumilie shida zote, mahangaiko na taabu tunazokutana nazo katika maisha, katika kutimiza mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Alama ya kwanza. Alama ya pili ni alama ya mshumaa. Mshumaa ni alama ya taa. Taa hii inaondoa giza. Giza lipo katika dunia, kwa sababu dunia hii imejaa mambo mengi, na ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo alikuja kutuletea mwanga, nuru. Yeye ni nuru ya ulimwengu. Nuru hii ituangazie katika mioyo yetu, itufanye tubadilike katika mienendo yetu,
tabia zetu na mambo kama hayo. Kwa kuwa alama hii ni alama ya ukombozi, alama ya nuru, hivyo nuru hii inatakiwa isizimwe, yaani isifunikwe, bali nuru iangazie watu, ili watu waone matendo yetu yaliyo mema. Matendo yetu mema ndio nuru yenyewe, lakini iwapo hatutendi matendo yaliyo mema, ishara hii tunapewa siku ya ubatizo wetu kwamba sisi sasa tumekuwa ni nuru ya ulimwengu. Natakiwa tutende matendo yaliyo mema na watu wote wajifunze kutoka kwetu. Alama nyingine ni alama ya kitambaa. Kitambaa hiki cha ubatizo, kitambaa cha ubatizo, kitambaa hiki cha ubatizo, kitambaa cheupe kinachong'aa, kwamba sasa wewe ni Mkristo. Kitambaa hiki tunapewa siku ya ubatizo. Kitambaa hiki cheupe tunapewa siku ya ubatizo wetu. Alama hii ya kitambaa inatufundisha kwamba sisi sasa tumekuwa viumbe vipya, ya kale yameshapita na tazama sasa ni mapya. Na hivyo kitambaa hiki ni alama kwamba sasa wewe umekuwa safi, umesafishwa na kila kitu, umekuwa smart. Sasa kazi iliyobakia ni kukilinda kitambaa hiki kisichafuke, kitambaa hiki. Kitambaa hiki inabidi kiendelee kung'aa, kiendelee kuwa kisafi namna hii. Yaani kitambaa hiki ni alama kwamba sasa ni maisha yako sasa yapo hapa kwenye hiki kitambaa. Maisha yako inabidi uyalinde, yaani uyasafishe maisha yako yawe smart, usirudi tena dhambini. Ndio maana ya kupewa kitambaa hiki, inamaanisha kwamba sasa wewe umekuwa msafi. Kilichobaki sasa ni kukilinda hicho kitambaa ili kiwe cheupe hivyo hivyo, usikichafue. Alama nyingine unayoweza kupewa ni neno la Mungu. Neno la Mungu ni taa ya miguu yetu. Neno la Mungu ni mwongozo wa maisha yetu. Neno la Mungu unapolisoma na kulitafakari, ndio litakalo kusaidia wewe kulinda imani yako. Kwa hiyo neno la Mungu unapewa. Neno hili ni ishara kwamba wewe sasa unatakiwa uliishi neno hili. Umepewa kama silaha. Hii ni silaha ambayo unapewa wewe kama ni mbatizwa Mkristo. Sasa umekuwa kiumbe kingine. Unatakiwa neno hili ulisome na kulitafakari, ulisome, uliishi katika maisha yako, na ulichunguze kwa kulitafakari, kwa kulisoma kila siku na kuliishi katika maisha yako. Ndiyo maana ya kupewa alama hii ya Biblia Takatifu. Biblia Takatifu inakusaidia wewe hapo, wewe kama Mkristo, kusoma neno la Mungu, ulielewe, ulilinde na ulilinde imani yako. Neno la Mungu linakusaidia wewe kuilinda imani yako, kwa sababu bila neno la Mungu huwezi tu kusikiliza tu mahubiri ya wengine. Hapana, neno la Mungu natakiwa usome wewe mwenyewe, ulitafakari na uliishi na ulikiri wewe mwenyewe, ulikiri neno hili. Na ndiyo maana tunapokiri imani, padre anapouliza anasema, je, mwasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi aliyemuumba wa mbingu na dunia? Unaitikia. Wewe unavyoitikia unasema nasadiki. Wewe kama wewe. Hatutumii wingi kwenye kukiri imani, bali unapokiri imani unakiri wewe mwenyewe. Hatumii tunakiri tunasadiki. Unatumia unakiri wewe mwenyewe. Na ndiyo maana neno la Mungu, unapolisoma neno la Mungu ni lazima ulisome wewe mwenyewe. Usipende tu kutafakari, kusikiliza tafakari labda za wengine, bali inatakiwa uwe sasa, wewe ndio unalisoma neno hili na kulielewa katika maisha yako. Ishara nyingine tuliopewa kama silaha sisi wa Kristo ni ishara hii, ni Rozari Takatifu. Rozari Takatifu ambayo tunatakiwa wewe kama Mkristo usikose kuwa na Rozari Takatifu. Rozari Takatifu ina ishara ya msalaba. Hiyo ishara ya msalaba. Rozari hii ni silaha ambayo kila Mkristo Mkatoliki hutakiwi kabisa kuikosa.
Silaha hii hutaki kuikosa. Yaani rozari takatifu kwa Mkristo Mkatoliki yoyote, rozari hii ni kisakramenti, ni baraka ya kanisa, ni baraka ya kanisa, yaani ni baraka, yaani imebarikiwa kanisani. Yaani silaha hii usiichukulie kama ni kitu cha kawaida. Rozari hii ni rozari ambayo mama yetu Bikira Maria alitufundisha, alitusii sana alipowatokea watoto wa Fatima, Lucia, Francisco na Yasinta. Alitusii tusali rozari tupate amani, tusali rozari tupate amani. Ndio maana anasema salini wanangu, salini rozari yangu, waombeni zaidi wakosefu, salini rozari yangu, waombeni zaidi wakosefu. Ndugu zangu, unaposali rozari unatafakari. Yaani unaposali rozari usisali tu kwa mazoea, kwa sababu tu ni rozari tu nasali tu, inasaliwa tu hivi na hivi, unatafakari. Rozari ni safari, ni safari ya wewe hapo, wewe kama Mkristo msafiri, unapanda kiimani. Ndivyo hivyo tunavyopaswa kufanya katika maisha yetu. Tunatakiwa tutafakari, yaani kila sehemu unayotembea, iwe ni kazini kwako, iwe ni wapi, uwe na ishara hiyo ya msalaba. Nyumbani kwako kusikose msalaba. Kila sehemu unayopita inatakiwa iwe na msalaba. Msalaba ni ishara ya ukombozi wetu, na hivyo tujivunie kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ametukomboa kwa thamani kubwa, ametukomboa kwa sababu anatupenda. Bwana wetu Yesu Kristo ametukomboa kwa upendo mkuu, ametupenda sana mpaka leo hii anatupenda, yupo nasi katika maisha yetu, anatembea nasi, anataka tutwende kwa Mungu Baba, tujipatanishe kwa Mungu Mwenyezi, ambaye ni yani, katika yeye tunapata uzima wa milele. Tumfuate Yesu Kristo, tutembee katika njia yake. Tumfuate Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ndugu zangu, kitu kingine ni hicho hapo, hiyo hapo, katekisimu ndogo, chuo kidogo cha sala, chuo kidogo cha sala. Mkristo Mkatoliki yoyote hatakiwi kukosa kabisa, kwa sababu katekisimu hii unanunua tu kanisani kwa ajili ya kusali na kusoma neno la Mungu katika unapokuwa nyumbani, unapokuwa ofisini. Katekisimu hii inakuongoza wewe kusoma sala mbalimbali, kusoma yani tafakari mbalimbali, rozari ya huruma ya Mungu, yani rozari zote, yani rozari inakusaidia kusali rozari ya damu takatifu ya Yesu na vitu kama hivyo ambavyo vipo katika hii katekisimu. Hivyo unapoona kuna katekisimu zinauzwa, ujue kwamba hizi ni silaha ambazo zinakusaidia wewe kukua kiroho, uimarike kiroho zaidi. Wewe kama Mkristo yoyote yule anatakiwa kutawaliwa na moyo wa sala. Kila anapotembea, yani moyo wake unawaza tu, yani unamfikiria Mwenyezi Mungu, unatafakari juu ya Mwenyezi Mungu na matendo makuu ya Mungu ambayo yanatupatanisha na mbingu. Na ndio maana ndugu zangu, tunatakiwa tutafakari matendo makuu ya Mungu kila siku, tuyaishi katika maisha yetu, tuyatafakari. Tusiyatafakari tu kwa mazoea, kwa sababu tu tunaishi tu kwa amani. Hapana ndugu zangu, duniani kuna mambo mengi sana. Duniani kuna majaribu mengi sana ambayo binafsi usipokuwa makini unakumbana nayo na utashindwa kupambana nayo, kwa sababu huna silaha yoyote ile ambayo itakusaidia wewe kupambana katika imani yako. Itakusaidia wewe, silaha hizi zitakusaidia wewe kukua kiimani zaidi. Tujifunze kutafakari makuu ya Mungu atendayo Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu awabariki sana na azidi kuwatunza, ili maisha yenu daima yatawaliwe na moyo wa sala, moyo wa familia ukijaa sala,
yaani familia inakuwa ina amani, familia inakuwa na kila kitu. Furaha inatawala katika maisha yetu iwapo tunatawaliwa na mioyo ya sala na mioyo ya upendo. Tumsifu Yesu Kristo.